Niwakaribisha wote katika kipindi chetu cha Bible Study, kipindi kinachowajia kwa sana makanisa moja, makao makuu ikiwa Dallas, Texas, kanisa lipo pale ulipo kimtandao, ikiwa ni Oktoba 30 kwa sisi tulioko Marekani, 31 East Africa, siku ya 300 na ngapi? 303 kati ya mwezi 65 za mwaka huu. Tunamshukuru Mungu kwa upendeleo wake. Tumeweza kukutana tena kwa siku ya leo, ikiwa ni Alhamisi ya mwisho kabisa ya mwezi huu Oktoba, na kama ilivyo kawaida yetu, basi Alhamisi ya mwisho ni siku maalum kabisa ambayo tunakuwa hewani kwa dakika 90 badala ya 60, dakika 90, kwa sababu tunakuwa tunapata nafasi ya kuulizana maswali, kipindi cha maswali na majibu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Naomba tuchukue nafasi hii kwa shemasi ukiwakaribisha wengine kwa kuforward ile invite ama kwa mtu tu kwamba kipindi chako cha Bible Study kwa lugha ya Kiswahili cha makanisa moja kipo hewani. Na kwa siku leo basi nitamkaribisha kwanza Bibi Favor. Nafikiri katika nafasi nzuri atatufungulia kipindi kwa sala jioni, and then tutaingia moja kwa moja katika kipindi chetu cha maswali na majibu kwa dakika 90. Bibi Favor, kama kwa sehemu nzuri, karibu na online yako inamulika. Amina, mtumishi wa Mungu Jerry, Mungu akubariki kwa ukaribisho huo. Amen. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu tunaliinua jina lako, tunalibariki jina lako, tunalitukuza jina lako, maana ni jina linalopita majina yote. Tunakushukuru Mungu kwa wema wako na upendo wako juu yetu. Tunakushukuru Mungu kwa siku njema ambayo umetupa Mfalme. Tumekuona Mfalme toka asubuhi mpaka tunafika muda huu. Ni kwa upendo wako Mungu wetu. Libarikiwe jina lako kwa ulinzi wako. Na sasa Baba, tuko mbele zako. Tunaukaribisha katika ibada hii ambayo tunakwenda kuanza muda na wakati huu, Bwana mabwana. Kipindi kizuri kabisa ambacho umetupa cha maswali na majibu. Baba, ninaalika uwepo wako, naalika Roho Mtakatifu akashuke katikati yetu. Ukakitawale wewe mwenyewe, Mfalme. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya watumishi wa Mungu wako ambao unawaandaa Mfalme. Asante kwa ajili ya mtumishi wako Priska. Asante kwa ajili ya mtumishi wako Jerry. Asante kwa ajili ya mtumishi wako Ida. Asante kwa ajili ya mtumishi wako Jimmy na wengine Mungu ambao wanaandaa kipindi hiki Mfalme. Mungu wangu, ninakushukuru kwa ajili yao, unaendelea kuwatia nguvu, unaendelea kuwapa maono na mafunuo kwa ajili ya utukufu wako. Ubarikiwe Mungu wetu, uinuliwe Bwana mabwana. Na sasa Mungu, tunaanza kipindi hiki cha maswali na majibu. Anza pamoja nasi. Roho Mtakatifu akawe katikati yetu, ukaonekane Mungu wetu. Maswali Mungu yakajibiwa sawa sawa na mapenzi yako Mungu wa rehema, katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu, asante Mungu mwaminifu, asante uko katikati yetu, unakwenda kutuongoza katika kipindi cha maswali na majibu. Utukufu na heshima na adhama vyote vikawe vya kwako. Ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba tukiamini na ukushukuru. Wote tuseme amen. Haleluya. Karibu kiongozi, uendelee. Amen. Haleluya. Asante mtumishi wa Mungu Bibi Favor kwa kutufungulia kipindi kwa siku ya leo. Na nichukue nafasi kuwakaribisha tena wale ambao leo wanaingia wakati mama ameanza kufungua kipindi. Kipindi ni cha Bible Study cha maswali na majibu mwanzo mpaka mwisho. Hii itakuwa ni kipindi cha 10 mwaka huu, kwa sababu kila mwezi tunatoka kipindi cha namna hiyo. Alhamisi ya mwisho wa mwezi tunapata nafasi hiyo. Na kumbuka basi kusubscribe katika channel yetu ile YouTube inaitwa Umoja Church Bible Study. Umoja Church Bible Study, just like that. Utatukuta pale, subscribe, bonyeza kengele ili tunapokuwa tuna upload vipindi vipya, basi na unapata notice kwamba kuna kipindi kimeingia na utapata nafasi ya kuingia pale. Kwa ambao tuko mubashara, yani live kwa siku ya leo, tunapata nafasi ya kuulizana maswali ama kuchangia katika yale maswali ama majibu kwa utaratibu wetu wa kawaida kabisa. Unaanza kubonyeza alama ya nyota nambari 6, yani *6, inakutoa katika mute. Jina la kwanza na pale ulipo swali lako tunauhakika kabisa kwamba ndani ya dakika 3 ama pungufu ya hapo unaweza kuuliza swali na ukaeleweka vizuri kabisa, na tutapata nafasi ya kulichangia ama kujadiliana katika swali hilo. Mara mwisho kipindi cha namna hii tulikuwa nacho Agosti 28 kwa kipindi kizuri kabisa, na leo hii basi unajua kabisa kwamba tutakuwa na kipindi kizuri zaidi na zaidi. Basi tuanze rasmi. Angalia simu yako, bonyeza alama ya namba 6. Ukizungumza nitakusikia, nitakukaribisha. Karibu tuendelee. Bwana
Amen, amen, amen. Japo sikusikia vizuri, lakini na sauti inafanana sana na Olivia huyu. Ndiye? Amen. Asante sana mtumishi wa Mungu Kajeri. Amen. Sasa una sound kama Olivia ile New Jersey. Kabisa nimefurahi. Karibu sana. Amen, amen, amen. Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata nafasi hii. Swali langu litakuwa katika sehemu mbili. Na hili swali linatoka, kuna kipindi ambacho tulifundishwa kule kwa wakina mama na nikaahidi kwamba nitalileta kwa Kakajeri. Wanawake mlio kuwepo mtakumbuka. Hili swali langu linasema hivi kuna tofauti gani kati ya mtu mcha Mungu au mtu aliyeokoka? Je, kuna tofauti? Na kama kuna utofauti, je, mtu anaweza kwenda mbinguni kwa kumcha Mungu tu? Kwa sababu wote tunavyojua ni kwamba mtu atakaye kwenda mbinguni na aliyeokoka. Sasa je, mtu anayemcha Mungu anaweza kaenda mbinguni? Hayo ndio maswali yangu. Sijui kama nimeeleweka. Najua kama sijaeleweka unarudi kwangu Kakajeri. Kabisa. Nakushukuru sana kwa tuanzishie vizuri kabisa. Kama nimeweza kukunukuu vizuri, nataka kujua kama je, kuna tofauti kati ya mtu ambaye tunasema huyu ni mcha Mungu, mwingine tunasema kwamba huyu ameokoka. Kipengele A na kipengele B, basi kama ipo, je, huyu ambaye tunasema ni mcha Mungu anaweza kaingia mbinguni bila kuokoka? Nafikiri nimeweza kuparaphrase vizuri hapo. Kabisa. Amen. Asante sana. Wow, swali zuri kabisa hili. Nashukuru Mungu kwa umeweza kuleta hapa. Basi jaribisha kulichangia hilo. Angalia simu yako, wote mpo katika mute. Cha kwanza unabonyeza alama nyota nambari 6, yani *6. Itakutoa katika mute. Jina la kwanza pale ulipo. Tunaanza na je, kuna tofauti kati ya kumcha mtu? Nasema mtu, sio kumcha. Nasema mtu, tunamzungumzia binadamu, si ndio? Kwamba huyu ni mcha Mungu. Nasema huyu ameokoka. Je, kuna tofauti kati ya hawa wawili? Na kama ipo, je, huyu ambaye hajaokoka, unasema huyu mcha Mungu, je, ataweza kuingia mbinguni? Angalia simu yako, alama ya nyota nambari 6. Karibu tuchangie katika hilo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimemsikia Bibi Favor kwanza, then nikamsikia mdogo wangu Josephine. Nianze na Bibi Favor. Josephine, nitakuja kwako. Bibi Favor, karibu. Amina. Na mtumishi wa Mungu Pastor Mangesho na yeye alinifuata. Amina. Nitajibu kama mnavyojua kwa tunasimama katika neno la Mungu katika Marko 16. Hata kama ni mcha Mungu, lakini kama hujamwamini Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, uweze kuiona mbingu. Uweze. Maana neno linatuambia katika Marko 16. Na tofauti yake ni nini ya mcha Mungu na aliokoka? Huyo mcha Mungu ni upi? Karibu endelea. Mcha Mungu ni upi? Huyo mcha Mungu sana, mcha Mungu anakuwa anayafanya mapenzi ya Mungu, haibi, ananyenyekea, asemi uongo, asengenyi, mambo kama hayo. Anamcha Mungu tu. Anamcha Mungu. Lakini hajamwamini Bwana Yesu kuwa Bwana. Hajamwamini Bwana Yesu kuwa Bwana katika maisha yake. Huyu hawezi kuiona mbingu pamoja na kumcha Mungu kufanya hayo yote. Amen. Hai. Asante sana katika hilo. Bibi Favor ameanza hapo. Amesema kwamba mcha Mungu ni huyo kama lakini kwenye kipengele B huyo mbinguni haingii. Kwa sababu according to alichosema ni kwamba lazima masharti uokoke ili uweze kuziona mbingu. Dadangu Josephine K pale Houston, una mbadala, una swala, una engo tofauti? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siko mbali sana na mama yangu Bibi Favor, bali nikiongezea kidogo. Kuna ni kweli kwenda mbinguni lazima upitie njia ya kwenda mbinguni, ambayo njia ni Kristo.
Kwa kama kweli mpaka uokoke, yani wewe na Yesu ndio mbingu, kwa sababu huendi mbinguni kwa matendo, unaenda mbinguni kwa ile imani katika Kristo Yesu. Ndio maana tunahesabiwa haki hapo, sio yale matendo yako na ule wema wako. Lakini kuna neema ya kimungu, neema ya kimungu, yani kwa kitendo cha kuwa na ucha Mungu wako, kuna neema ambayo Mungu anaweza akakushushia bila hata kujua, ukapata ule wokovu. Kwa sababu kama vile Kornelio mliona, alikuwa anatoa sadaka, anamcha Mungu, lakini Mungu kwa neema yake akamtumia Petro nadhani kama sikosei, ili akambatize na kumjua Mungu, akapata na Roho Mtakatifu na kila kitu. Kwa kucha kwako Mungu ile ni kama pia nayo ni neema moja. Kwa lakini unapoendelea kuishi, Mungu ana neema zake. Mimi naamini kabisa ukiwa katika mcha Mungu kuna nafasi kubwa sana Mungu akakutumia mtu ukaweza kumwamini Kristo, kwa sababu wokovu ni neema. Kama anaweza akawatumia neema wale ambao ni waovu wakapata neema ya kubadilika na kumwamini Yesu, sembuse wewe mcha Mungu. Mungu ana njia zake. Yaani unaweza from nowhere ukapata ile neema ya kumwamini Kristo, kwa sababu Kristo ndio njia ya kupeleka mbinguni. Amen. Amen. Nibaki nayo kidogo kwa sentensi kama sekunde 5 tu. Kwa hivyo pamoja na maelezo yao mazuri kabisa nimefurahi. Je, unapiga tiki kwamba huyu mcha Mungu anaweza kaingia kwa neema bila kuokoka? Kwa neema. No, kuokoka. No, nasema ni Mungu anaweza kwa njia zake akamtumia mtu akaokoka. Yaani kitendo chako cha kucha Mungu, najipa mfano. Hata mimi mwenyewe kabla ya wokovu nilikuwa ni mtu wa dini, lakini nilikuwa najitia. Ngoja nikurudie kidogo hapo. Swali lako sasa hivi linasema, je, kama hajaokoka lakini mcha Mungu kwa neema za Mungu anaweza kupata tiki akaingia? Ndio hicho kusema. No, kwa neema za Mungu atamtumia mtu ambaye atampa njia ya wokovu, ataokoka. Yaani sana anaendelea kuishi Mungu. Kwa ufupi ni kwamba moja kule kwamba huyu mcha Mungu shurti aokoke kwa namna yote, lakini lazima aokoke. Lakini kuna chance kubwa sana Mungu akamtumia mtu akaokoka. Amen. Kwa Mungu ana njia zake ambazo ni neema pekee bila kujua. Amen. Asante sana. Na naruka mpaka Tanzania pale. Mtumishi wa Mungu, nimeona line yako inamulika hapo, mchungaji Nancy. Unataka kuchangia? Karibu. Nilikuwa hapo na mimi ndio kusema kwamba mcha Mungu ni mtu anayemhofia Mungu. Na aliyeokoka ni mtu ambaye anamwamini Kristo. Akiona Yesu anauliza, je, mwana wa Adamu atakapokuja duniani ataikuta imani? Which means kwamba naweza nikawa nimeokoka kwa mazoea, kwa kuigiza, kwa kupata tamaduni, maagizo. Lakini kama sijaishi maisha ya wokovu, bado mbinguni mtihani ni neema itabaki pale pale. Ndio maana amesema walioitwa wengi lakini wateule ni wachache. Hatuwezi kusema kwa sababu nimeokoka nina uhakika kama siishi maisha ya wokovu, kama siishi maisha ya kumwamini Mungu. Ila moja kwa moja ni wazi anayemhofia Mungu atamhofia, lakini kwa sababu hajamwamini Yesu, maana ni swala la imani ndio linatafutwa, basi mbinguni hawezi kwenda. Amen. Asante sana mchungaji, umepita vizuri kabisa hapo. Sasa nikaribishe yule ambaye anasema kuokoka tunajua ni tiketi ya kuingia, lakini waza kwa mcha Mungu yokoka na ukaingia. Labda kuna mfano. Yupo mtu karibu. Yule ambaye anasema kwamba yes, tunafahamu lazima uokoke. Unaweza kama mcha Mungu na hujaokoka na bado ukaingia kwa sababu zifuatazo. Angalia simu yako, alama nyota nambari 6 itakutoa katika mute. Swali la kwanza tunapambana nalo kwa siku ile, muuliza swali anataka kujua, je, kuna tofauti kati ya aliyeokoka na mcha Mungu? And then kama ipo then inawezekana kwamba hujaokoka lakini mcha Mungu tu pekee na mbingu ukaziona. Tumekaa hapo. Yupo ambaye anasema kwamba ama anafikiria kwamba kuna uwezekano ukawa hujaokoka na mbingu ukaziona kwa sababu wewe ni mcha Mungu? Dada Olivia pale. Yupo. Karibu. Dada Mese. Amen. Amina. Nataka kajiri Mungu akubariki. Asante pia watumishi wa Mungu wote wamepita na
Jibu. Asante dada Olivia kwa swali. Mimi pia nitajaribu. Tukiangalia kwanza wokovu ni nini? So maneno ya Mungu yanatuambia kwamba yule anayekiri kwa kinywa chake na kuamini kwa moyo wako. Yaani ukikiri, na kukiri maana yake nini? Kukiri ni kuyataja yale makosa ambayo unaamini kwamba unayo, kwamba unatubu na pia unamwamini kwamba Yesu ni Bwana maisha yako, ndio kuokoka. Mara nyingi labda tunafikiria mpaka upite pale mbele uwekwe mkono, hiyo ni vizuri, well and good, lakini wewe binafsi moyoni mwako kuamini na kukiri kinywani mwako kwa Yesu ni Bwana. Na mcha Mungu ni mtu gani? Mcha Mungu wako wengi sana ambao wanamcha Mungu. Mcha Mungu ukiangalia kwa kifupi tu, kwa hali ya kawaida, ni wale wanaotenda matendo mema. Wako wachuma Mungu wengi, wanasaidia wajane, wanasaidia yatima, wanatoa kwa maskini, wanafanya mambo mema kama Baby Favor alivyosema, kama Cornelio. Cornelio alikuwa anatoa sadaka, anafanya vitu vyema mbele za Mungu. Alikuwa mcha Mungu. Lakini sababu gani Petro alitumwa kwa Cornelio? Ili aweze kuhakikisha kwamba amekiri na amekubali kwamba Yesu ni Bwana, ambao ni wokovu. Japokuwa alikuwa anatenda mema, kitu ambacho kilikuwa kinakosekana kwa Cornelio, alikuwa bado hajakiri kinywani mwake na kuamini moyoni mwake kwamba Yesu ni Bwana, japokuwa matendo yote alikuwa anafanya ni mema. Ndio maana Mungu akasema, sadaka zako nimeziona na matendo yako mema nimeyaona. Lakini akamtumia Petro ili aweze kumsomea neno, na bahati nzuri wakati Petro anakuja, yeye pia Cornelio alikusanya na watu wengine. Kwa hiyo wakati Petro anafundisha na vitu kama hivyo, watu wengine pia wakapompokea Yesu na kujazwa na Roho. Kwa hiyo unaweza ukasema matendo mema lakini hujamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini unapomkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako ni kuokoka. Sasa kukulia wokovu, hicho ni kitu kingine. Najua kuna mama amesema kwamba unaweza kwamba ndio umeokoka, lakini kukulia wokovu ndio maana tuna rehema na neema, kwa sababu Mungu alijua kwamba katika mwenendo wetu hatutakwenda right straight, kwa sababu alijua kwamba ameweka kondoo katikati ya mbwa mwitu. Kwa hiyo kuna vitu vingine vinaweza kutukwaza, kutoa vitu vingine vinaweza kutufanya tukarudi nyuma. Ndio maana tumeambiwa kwamba hata ukianguka usikae na dhambi. Tumepewa hiyo neema ya kuomba toba, kuomba rehema, ili kuweza kusemelewa katika huu wokovu tunaoenda nao. Amen. Okay, amen. Sana Messi kwa jibu lako zuri kabisa hilo. Kabla sijarudi New Jersey, kama kuna mwingine na sasa hivi engo najaribisha kuigemea, ni yule ambaye atasema kwamba yes, unaweza kaingia kule. Si lazima uwe umeokoka, lakini kama ni mcha Mungu ni sawa. Yupo? Jaribisha kuongelea engo hiyo kwa sababu. Amen. Okay, yupo. Karibu ni. Amen. Maybe I'm not like specific to that. Nitaku changia, maybe ningekuja na swali, lakini naona hii itakuwa imeongezea hapo. Ukisoma kitabu cha Warumi, kwa nimekipost earlier today. Warumi 9 mpaka 11, those books ambapo na I believe Paul alikuwa analia kwa sababu akiongea na Wakristo wa Roma kwamba neno la Mungu limekuja, Yesu Kristo amekuja na tumepata neema ya kuwa naye, na it's only to Israelites ambao wao walikuwa wanamwamini Mungu. Na ukiangalia anakuonyesha kabisa kuna ambapo kuna Waisraeli ambao walimkataa Yesu, na at the end of those books hakusema kwamba wale waliomkataa Yesu what will happen. Aliweka kwamba ana imani kwamba Yesu atakuja kukubalika na taifa lake, taifa takatifu ambalo alikuwa amelichagua, Mungu alikuwa amelichagua. So pamoja na kwamba kuna walikuwa wanamcha Mungu, wanamjua Mungu, wanafuata Torah, na but still alipokuja Yesu hawakumwamini. Kuna some of them ambao hawakumwamini kabisa, na ikawa neema kwamba na hawaamini kwamba kila mtu, anybody like Gentiles, anybody ambaye sio Muisrael ana access na Mungu kama wao.
it's true ilikuwa ni taifa ambalo lilikuwa liko chosen na lilikuwa accepted na vitu kama hivyo, lakini hata wao walimkataa Yesu Kristo mwenyewe. So those are Israelites ambao wale ni wale wa kwanza. So inakuja almost the same thing na hiyo kwamba kuna mcha Mungu unafanya mema, hufanyi dhambi, lakini bado hujamkiri Bwana kuwa Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. So nafikiri hiyo neema itakuwa ngumu hapo kuona uzima wa milele. Au I'm sure kuna plan, kwa sababu kama mtu kama Paul hakusema kwamba what will happen to those people, we're still here na hatujui hao watu wanaokufa ambao hawajakiri na kuwaje. So I think hilo pia ni kitu ambacho tunatakiwa kujifunza kwenye hilo swali la dada jina limenitoka. Dada Olivia. Yes. So kama ukiweza kuangalia kwa upande huo, you can tell there's a difference kwamba kuna ambao wanamcha Mungu na kuna ambao wanamcha Mungu na kumkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu na kusema kuwa kama unaamini hivyo unapata uzima wa milele. Lakini kuna ambao hawaamini na wanatenda matendo makuu. Amen. Amen. Asante sana. Hai. Yangu Olivia. Tumekusogeza. Lakini kabla ya hapo naona mchungaji amerudi, mchungaji Nancy. Si unataka kuongeza kitu hapo kwa dakika moja? Mimi naomba nirudie point moja, niseme hivi. Kwani mimi ninapoelewa, ukiangalia kwenye Mathayo 25 Yesu anaonyesha kwamba atabagua mbuzi na kondoo. Lakini anadili na nani? Na wale wateule walioitwa. Umeona? Atabagua mbuzi na kondoo, akionyesha dini iliyokuwa ni ipi. Lakini ukirudi upande wa pili kwamba Mungu alitaka tuheshimiane, tusidharauliane, mwisho wa kwenda mbinguni ni wateule, anarudi. Mimi niliyookoka akija ataikuta imani? Ni kweli namwamini Yesu kama namwamini kwamba ni Bwana Mwokozi wa maisha yangu, lazima niishi matendo yake. Ya maana pale ambapo siko sawa naishi katika toba. Lakini narudi upande wa yule ambaye ni ana hofu ya Mungu. Mwenye hofu ya Mungu anakuwa mwaminifu to the maximum point. Lakini no matter what, kama hakupata, hayuko kwenye neema ya walioitwa wateule, anaweza asiokoke na mbinguni asiingie. Lakini kaishi kwa uaminifu kabisa. Ndio maana tunaona mfano wa kina Kornelio alitumia ushuhuda wa kina Petro. Lakini sisi tuliokuwa tumeokoka kama kina Petro walisema kweli tumeamini, Mungu anamwagia roho yake wema na maovu. Which means swala la kwenda mbinguni litabaki pale pale, ni neema. Kwa wale waliopata neema, wateule walioitwa ni wengi kweli, lakini wateule itabaki pale pale. Ndio maana unakuta kuna mtu anakaribia hatua ya kufa, anaongozwa na sala ya toba. Anaenda anasema naomba mniongoze sala ya toba, niko tayari kupokea, na anapokea pale pale, achukue muda anaondoka, anaenda. Kwa hiyo tunarudi kwamba swala la kwenda mbinguni kwa uelewa wangu na kwa kitu ambacho nimejifunza ni point ya uteule. Kuokoka kutakusaidia unapoenda mbinguni. Ukiishi maisha ya wokovu utavalishwa taji. Aliishi katika hofu akija kuokoka pia atavalishwa taji, na taji yake itang'aa sana. Lakini tukirudi kwenye uhalisia, hata kama nimeokoka sifanyi yale mambo yanayomtukuza Mungu, yakawa haina namna, maana amesema atatuhukumu kwa kile tunachojua. Kama tulijua na tukutubia, ni costful tunao bado, japo neema yake ni ila hataki kuichezea. Hicho ndio nachoelewa kwamba hata tufanye vipi, mbinguni ni kwa neema. Naweza nikasema kwamba nakubaliana na wewe katika yote uliyotamka, lakini nikirudi katika swali lile la msingi, kile kipengele B, sasa nalazimika, sio kawaida yangu, but nitajaribisha kupata a yes, right? Tunafahamu obviously lazima uokoke, na kama usema it is also true, anaweza katamka mtu kwamba ameokoka lakini matendo yake akambakiza huku. Lakini kuna mwingine hajaye kutamka kwamba ameokoka, lakini katika maelezo yako umesema kwamba anaishi vile inavyotakiwa, kwa wakatumia neno la kunyakuliwa, right?
Sasa kutokana na swali letu, je, unatoa upenyo ama unaashiria kwamba anaweza akawa hajatamka kwamba ameokoka kwa kumtambua Yesu kama ni Bwana na kadhalika, lakini akawa ni mcha Mungu, and then siku ya siku kutokana na maisha yake yalivyokuwa mazuri alikosa kimoja tu, hajawahi kuokoka kwa kutamka, lakini maisha yake ni yale ya mcha Mungu, unasema kwamba anaweza kanyakuliwa huyo na akaona mbingu? Kwa lazima, kwa kifupi ni kwamba lazima akaenda na utakatifu. Yani ile achana na ukabila. Okay, amen. Asante sana. Haya. Yuko mwingine hapo kabla sijarudi kwa moja swali? Sounds good. Haya. Narudi sasa New Jersey pale. Umeweza kusikia maelezo mengi na majibu kadha wa kadha. Amen. Asanteni. Tumekusogeza pazuri au tumekuchanganya? Nashukuru Mungu kwa kweli, majibu ni mazuri sana, ila tunachotakiwa pia ni sisi kuwa makini, kwa sababu vitu vingi sana, yani upande wa kumcha Mungu, yani vina tofauti ndogo sana katika habari za wokovu, ambapo unaweza kumbe ukafikiri kwamba umeokoka, kumbe unamcha Mungu. Na nimeona faida nyingi za kumcha Mungu ni vitu ambavyo faida zake ni za hapa duniani, yani kwa sababu kumcha Mungu chanzo cha maarifa, sijui unapata ulinzi, unapata uzima, unapata viko vingi ambavyo vimeelezwa ukiendelea kuchimbua mwenyewe kwa muda wako. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Asanteni sana, ili tuweze kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, ili tuweze kuiona mbingu. Amen. Mbarikiwe. Amen. Asante sana Olivia na wale wote ambao tuweza kuchangia lile swali la kwanza. Sasa tunaenda kwenye swali la pili. Swali hili pia ile. Mtu yeyote angalia simu yako, alama nyota namba 6 itakutoa katika Bwana asifiwe. Pazuri hapo. Nimemsikia kwanza dangu Maria kutoka wapi kule Florida, wapi? Ni Jersey ama ni Georgia? Ni Georgia. Amen. Georgia. Ndio pia utanisubiria. Naam. Karibu dada Maria. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe sana watumishi. Nashukuru sana kwa neema hii na mimi leo ya kuuliza swali. Swali langu ni nadhani ni kutoka sikumbuki kutoka ipi, lakini ni kitabu kile cha Ayubu, yule ambaye watoto wake wa kike wale walimnyosha pombe, alafu wakazaa na baba yao. Sasa swali langu waga siku zote najiulizaga, ile familia, mfano wale wa mabinti walipata watoto, je, walipata baraka zote kutoka kwa Mungu na kizazi hicho kikabarikiwa, kikawa na baraka na kama baraka zingine ambazo Mungu anatoa, au kililaanika kama ni watu waliotenda dhambi ambayo kwa maisha ya leo huwezi kufanya hivyo, lakini wao walifanya hivyo na sijui nia yao ilikuwa ni nini. Hilo ndo swali langu kwa siku ya leo. Amen. Asante sana Maria kwa swali lako zuri hilo. Ilikuwa ni Mwanzo, nakumbuka hiyo 19:33. Nafikiri wengine wataweza kufungua hapo katuelekeza, na ni moja hapo kati ya Mwanzo 19. Nimejaribisha kuisoma ili watu waweze tukua pamoja, and then tujaribisha kutembea na hicho Mwanzo 19:33. Ama nirudi nyuma kidogo. Walikuwa ni Lutu nafikiri na Suari, walikuwa na binti zake, kwa sababu tunaweza kukumbuka hilo. Na walikuwa hawajawahi kuolewa, hawana watoto, wako na mzee wa Ayubu pale. Kwa hiyo kuna siku wakamongezea wine, mvinyo, akalewa, wakalala naye, na kama sema Damaria kuja kupata watoto. Sasa swali lilokuja kutoka kwa muuliza swali, alitaka kujua, je, walipata ni baraka ya baba yao mzee Ayubu kuhusu watoto, ama je walipata laana kwa Mungu? Naomba uliweke vizuri kidogo hapo. Yani hiyo baraka
kwamba yani hicho kizazi kilipata baraka kutoka kwa Mungu baada ya kufanya hicho kitendo na baba yao. Je, Mungu aliwabariki? Kilibarikiwa hicho kizazi au kililaaniwa hicho kizazi kwa sababu ilikuwa hiyo ni dhambi? Yani swali langu likaa hivyo. Amen. Asante sana. Haya, mmeweza kulisikia swali hilo. Kitabu mtumishi wa Mungu Ayubu imerudia sehemu nyingi, but ukiangalia katika kitabu kile cha Mwanzo 19 tukisoma kama kilivyo utakuta haipotokea huko. And ngoja nirudi hapa niweze kutambua line hiyo inatokea upande gani, na nimeweza kuitambua. Basi kama ukisikia simu yako inakwambia kwamba umekuwa muted, usishtuke sana, tukua nimekuona kwamba line yako iko open. Kitabu cha Ayubu 19 ndipo ambapo umuuliza swali la pili alikopita, kwamba baada ya mabinti kuwamnywesha baba yao mzazi mvinyo kiasi cha kujitambua kama yuko na binti zake ama vipi, and then wakazini naye na kupata watoto. Sasa je, when it comes to Mungu, je, watoto wale walipata baraka kama watoto ama walilaaniwa na vizazi vyao? Hebu tujaribishe kulipita hapo. Angalia simu yako alama nyota nambari 6, utakuwa hewani. Karibu. Swali linakwenda katika wale watoto na vizazi vyao in relation to Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimemsikia kwanza mchungaji Mangesha, nitaanza naye Bibi Favor, nitakuja kwa connect. Karibu. Amen. Nashukuru sana kaka Jerry, Mungu akubariki. Pia ni swali zuri sana. Na ukiangalia mstari wa 37 na samani kidogo hapa niweke sawa. Alikuwa ni mtumishi alikuwa Lutu. Si kwa nini nimekuja na Ayubu, nafikiri mtu swali alitamka the way Ayubu. Mtumishi mwenyewe ni Lutu. Na nakushukuru yule ambaye umeweza kuniweka sawa. Karibu tuendelee. Okay, asante. Kwa ukiangalia ule, nashukuru kaka Jerry, ukiangalia mstari wa 37 anasema kwamba yule mkubwa akamzaa mwana akamwita jina lake Moabu. Huyo ndiye baba wa Moabu hata leo. Na yule mdogo naye akazaa mwana akamwita jina lake Benami, ambaye ni baba wa Amoni hata leo. Sasa ukijaribu kuangalia, Biblia haijasema kama hawa watoto walilaaniwa, lakini namshukuru Mungu hapa katikati nilikuwa nasoma kitabu cha Agano la Kale. Ukijaribu kuangalia hilo kabila, nasema watoto wakawa ni chanzo cha kabila la wa Moabu na kabila la wa Moabu, baadaye of course wakazaliana, na hao tunaona ukiangalia walikuwa ni makabila ambayo yalikuwa wanawapinga wa Israel, walikuwa wanapigana nao. Lakini tunaona baadaye kabisa Ruth anatokana anatoka kwenye hilo kabila la wa Moab. Nakumbuka Ruth aliolewa na Boaz, anatoka katika kabila la nani, ilo kabila la nani, kabila la wa Moab, yes. Kwa hiyo tunaona neema ya Mungu pia kwamba kabila ambalo lilitokana na sababu ya Lutu ya watu wa kike kulala na baba yao, tunaona kwamba Ruth anatokea huko kwenye hilo kabila. Kwa hiyo kwa kusummarize ni kwamba Biblia haijarekodi kama walilaaniwa, lakini tunaona kwamba walikuwa ni maadui, walikuwa wanapigana sana na wana wa Israel. Lakini baadaye huko mbeleni tunaona ukisoma kitabu cha Ruth anazungumzia pale alitoka katika hilo kabila. Kwa hiyo nataka tukuchangia hapo kidogo. Amen. Sasa mchungaji Mangesho, kwa kutuanzia hapo, nilimuona mtumishi wa Mungu Baby Favor naye akiwa ajaribisha kuingia. Natukumbushana basi kwamba umeingia kwa kuchelewa. Swali letu la pili linakwenda katika kile kizazi cha Lutu,
mabinti zake wawili walimlewesha, then wakazini naye, wakapata mimba wote wawili, wakazaliwa. Musa swali hata kujua kilichotokea katika kile kizazi kilichofuata pale. Je, Mungu alibariki ama alikilaani? Mtumishi wa kwanza kuchangia hili swali anasema kwamba hajapata katika Biblia sehemu ambapo inaonyesha kwamba Mungu alilaani wale watoto ama kile kizazi kile. Sasa Bibi Favia iko tayari kuingia. Karibu. Kama unazungumza upo katika mute ala manyota nambari 6 *6. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nilikuwa natafuta andiko nafikiri kumbukumbu. Mimi jibu langu moja kwa moja ni rahana. Ni rahana, hakuna baraka hapo. Ni rahana, neno la Mungu linasema araniwa ararai na babaye. Nilikuwa nalitafuta hapa, nilikuwa sijaliona kwenye kufikiri ni kumbukumbu. Kwa hivyo hapo walolaaniwa ni wale mabinti, lakini swali hapa lipo katika kizazi kilichotoka pale. Ama unataka kusema kwa sababu wale mabinti wale wamelaaniwa kula na baba yao, basi na watoto wao laana ile imewakuta? Ipo katika Biblia. Mimi nilisema katika swali anataka kile kizazi kilichotoka pale, wale watoto. Wale watoto. Wale watoto ama wale walaani? Yes, wale watoto. So mabinti, watoto, mimba zilizotungwa zile mbili siku ile. Wale watoto, je, Mungu aliwalaani ama aliwabariki? Wale kwa kweli hawana rahana. Amen. Hawana rahana. Wazazi wao ndo wana rahana, lakini watoto hawana rahana. Amen. Haya, asante katika hicho. Karibu mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Josephine K. Je, watoto walipata baraka ama walilaaniwa? Mimi naona walilaaniwa. Kwa sababu baada ya yaani baada ya hapo, kama ukisoma Biblia, hawa Waisraeli walipokuwa wanatembea safari yao mpaka wanaingia nchi ya ahadi, hawa Waamoni na Moabu ilikuwa kama vile ni wapinzani, yani ilikuwa kama vile kizazi cha laana. Ndio maana hata katika kukitaja mara nyingi walikuwa wanakitaja negative. Hawa Moabu na Amoni walikuwa wataji kwa uzuri, walikuwa ni kizazi kinachoonekana kabisa kama kimelaaniwa, hakiko sawa. Wala ndio maana kilikuwa mara nyingi kama vile against na hawa Waisraeli wakati wanaingia katika nchi ya ahadi. Mara nyingi sana ukiwakuta wa Moabu na nini ilikuwa kama mpaka wanapambana wenyewe kwa wenyewe, wanakuta wanapigana. Sababu ilikuwa kama hawajalaaniwa, basi walitakiwa waende safari moja kama vile ndugu, lakini walikuwa hawaendi kama ndugu. Utafikiri ni wapinzani au ni taifa kabisa lingine tofauti. Lakini ukiangalia ni kwa sababu kama vile lililaaniwa na Mungu. Lakini kama ni swala la hilo tu kwamba kwenda salama, wako ndugu wengi katika Biblia ambao hawakwenda mamoja. Lakini hawa walitaja kabisa, wa Moabu, Amoni walikuwa wanatajwa kabisa yani. Kwa sababu ya dhambi ya mama zao? Yaani walikuwa wanatajwa kama vile sio watu ambao yani usafi, yani nikitulia nitaleta mistari ambayo sima sasa hivi sina, lakini nitatafuta mistari kuonyesha kabisa kwamba hawa walikuwa wanatajwa kama vile ni kwa uzuri. Walikuwa wanatajwa kama kwa yani kama vile hawako sawa sawa, yani ni taifa ambalo haliko sawa. Asante sana. Asante sana kwa sehemu la kizuri. Amen, amen. Kutoka DC, dada Margaret, karibu. Je, watoto wale walipata baraka za Mungu ama walilaaniwa? What says you? Amen. Na mimi nataka nijaribishe kidogo kwa mtazamo wangu. Mimi naona kama alivyosema dada Josephine kwamba walilaaniwa kwa sababu Biblia inasema na wapatiliza wana maovu ya baba zao. Hata kizazi cha 3 na cha 4. Na hali pengine Biblia inasema kwamba baba zetu wamekula nini? Zabibu mbichi kama sikosei, lakini ganzi kawapata watoto. Maneno haya yako kwenye neno la Mungu, ni vile kwa sababu mimi nimeingia tu sasa hivi. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu mimi kizazi, yani wale mabinti walilaaniwa, lakini kizazi chao na ninavyoona mimi according kwamba Mungu anawapatiza wana maovu ya baba zao, naona na wao walilaaniwa pia, isipokuwa kama katikati ya hao sasa wanapata ile neema ya kumjua Mungu na kuingia kwenye toba na kuomba rehema na Mungu akawasamee, wanajitoa kwenye hiyo laana. Hilo ndio jibu langu. Amen. Amen. Asante sana. Dada Margaret anapita pale. Amen, amen. Karibu brother Allen.
Ya, mimi naona kwamba hawakulaaniwa, ila kinachotokea kwamba mnapokuwa wamama tofauti zinatafutwa sababu kama hizo kuonekana nani ni kizazi bora na nani si kizazi bora. Kwa sababu kama ingekuwa laana, itakuwa anze Lot mwenyewe ambaye alilewa kabla hata kuwafikia mabinti na watoto wake. Ilikuwa Lot mwenyewe ndio aanze kuipata hiyo laana, lakini hakuna sehemu yote ambayo Mungu anaonyesha kwamba Lot alilaaniwa, ila kwamba ukikumbuka kama kuna Jafet na ndugu zake wakati ule katika kitabu cha nani walimchukia kwa sababu alikuwa ni mtoto wa nani wa Kaaba, wakamfukuza. Ya, baadaye wakamrudisha. Ukija Ismail hivyo hivyo kwamba Mungu pamoja alimbariki, lakini ukija kwa vigezo vingine wanaona kama vile alilaaniwa. Ni kwamba yani kama vile ni kwamba mtoto anapozaliwa kwa mama mwingine inakuwa inaleta nani tofauti. Kwa hiyo kama kulikuwa na dhambi, wale wanakusukumia ile dhambi kwa sababu labda umezaliwa na malaya, kwa sababu umezaliwa kwa sababu babako alileweshwa, lakini hakuna dalili yote kama kulaaniwa, kwa sababu mtu wa kwanza ambaye angeibeba laana alitakuwa awe Lutu mwenyewe kabla watoto na wale nani yani watoto wake na watoto waliozaliwa pale. Kwa hiyo kwamba kama Lutu amelaaniwa, basi ndo wale pia wangeibeba laana. Na kuhusu hiyo kula zabibu, watoto wamekula zabibu mbichi, watoto meno wamepata ganzi, hiyo ilikuwa inakanusha. Mungu aliwaambia kwamba methali ya kijinga msitumie tena, kwamba baba amekula zabibu, watoto meno yameota ganzi. Ni kwamba ni Ezekiel 18 kwamba anawaambia kwamba methali hii ni ya kijinga, msitumie tena. Ilikuwa inakanusha, sio kwamba Mungu alikuwa amekubaliana kwamba watoto baba anywe mvinyo watoto walewe. Ni kwamba wao walikuwa wanaitumia hivyo kwamba baba kanywa mvinyo watoto meno anahangaika na ganzi. Mungu anaambia hapana, hiyo kitu situmie, mtu atakufa kwa dhambi zake mwenyewe. Roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Amen. Amen. Sana brother Allen. Bwana asifiwe. Amen, amen. Huyu tena mtumishi Mangesho. Dada Sofia nimekuona pale, nitakuja kwanza kwa mtumishi Mangesho, nitakuja Florida. Karibu. Naomba mtu anifungulie Ezekiel ule mlango wa 18 mstari wa 20. Umesikia hapo Ezekiel? Kama kuna mtu yuko tayari fungua bibi, line yako. Ezekiel ngapi mtumishi? 18 mstari wa 20. Basi nitachangamkia baraka hizo, naona watu hawajawa tayari. Ezekiel 18:20 nitasoma kama ilivyoandikwa. Roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Mwana hata uchukua uovu baba yake, wala baba hata uchukua uovu mwanae. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Amen. Yes. Kwa hiyo hapo na mimi pia nataka kidogo niungane na kaka Allen kwamba wale watoto sidhani kama hawakulaaniwa, lakini ni watu ambao hawakuwa kwenye ile kabila ambalo lilitoka la Moab na ile kabila lingine. Ni kati ya yale makabila ambayo hayakuwa yanafuata Mungu kama makabila wengine, kama wa Philistine, makabila mengine ambayo always walikuwa wanagombana na wana wa Israel. Kumbuka kuna Agano la Kale, wana wa Israel ni wale ambao Mungu alikuwa anawatumia kupitisha agano lake na ahadi zake mpaka ambapo Yesu alikuja kuzaliwa. Kwa hiyo kusema kwamba kwa sababu walikuwa ni waovu kutokana na kwamba tu walizaliwa nje ya makusudi ya Mungu, naona kama yani watoto always hawana hatia. Na ni kweli unakuta kama kwamba ule msema anasema kwamba up to third generation, hiyo inazungumzia ni dhambi za kwa ujumla ambazo zinatendwa kwenye jumuiya kwa ujumla. Lakini tukiangalia hapa hii Ezekiel ambapo umesoma, anasema kwamba mwana hatachukua uovu baba yake, wala baba hatachukua uovu wa mwanawe. Na kwa hiyo nataka tukuongezee hapo kidogo. Amen. Amen. Asante sana. Basi tunapaswa kwa mtu mwingine mmoja kabla ya kuuliza maswali. Tulipofika hapa ni wala watoto wazaliwa pale, Mungu aliwapa baraka ama Mungu aliwalaani? Florida line iko namulika pale. Uko tayari? Karibu.
simsikii ama inawezekana majibu yaliyotoka yamejitosheleza, kwa nitaishia hapo. Yesu asifiwe. Amen, amen. Amerudi tena Josephine, labda mimi nilikuwa najaribu kusoma. Kama nilikuwa najaribu kusoma na jaribu tu kukazia alipoongea mchungaji Mangesho na tofautiana na pale mwanzo, inaonekana hawa watoto kilichowakuta ni kwamba walikuwa wanafuata miungu mingine. Ndio kilikuwa wanafuata ule Mungu wa Israeli, Mungu wa Yakobo. Kwa hiyo walivyoendelea kile kizazi kilijivuruga, aidha ni chenyeo vipi, lakini kilikuwa kina miungu yao, sio huyu Mungu wa Yakobo. Yani nilikuwa nataka kuongezea tu hapo. Kwa hivyo basi, kwa sentensi yako hiyo, kwa muuliza swali pale, hawakulaniwa. Matendo waliyopata yalikuwa not related na mama zao walichokifanya na baba yao. Lakini hawakuwa na connection na yule Mungu wa Yakobo ambao alikuwa ndio Mungu wa Ibrahimu ambao babu yao, bali wakawa wanafuata miungu yao. Imesomeka. Haya. Amen. Georgia, dada Maria, umeweza kusikia? Tumekusogeza, tumekufuruga. Kama unazungumza upo katika mute, angalia simu yako. Sasa umejimute, unmute tena *6 alama nyota nambari 6 mara moja tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Unasikika vizuri kabisa. Majibu umeweza kuyasikia hapo. Tumekusogeza somewhere ama tumekuvuruga kidogo? Majibu nimeyasikia, yanatia moyo, lakini kwa uelewa wangu kwa sababu wale wasichana ndio waliamua kumnywesha baba yao kinywaji, andeni wakaamua kuzini naye. Baba yule nadhani hakuwa anajijua. Kwa hiyo mimi naona walitenda dhambi. Ile ilikuwa ni dhambi. Sawa. Lakini swali lako halikuwa sawa, lakini au niseme kwa majibu ya watumishi wote waliojibu na yakubali, nimeyapokea, nimeridhika. Nimeridhika. Nashukuru sana. Amen. Asante sana. Naam, tuendelee vizuri kabisa. Dakika ngapi hizo? 50 zimekatika kati ya zile 90. Tuko vizuri. Mdahalo unaendelea vizuri kabisa. Maswali mawili tumeweza kusikia, midahalo kama 13 so far. We're doing very very well. Tukaribisha swali jipya. Angalia simu yako, alama nyota nambari 6 itakutoka katika mute, jina la kwanza pale ulipo. Nitapata swali jipya tuweze kulichangia. Amen, amen. Karibu tena mchungaji Mongi. Mimi na maswali matatu, lakini itabidi nibaki na moja. Maana nikisema yote matatu itakuwa ngumu. Au niruhusu niulize mawili? Nitakuruhusu tuanze na moja, kama inaendana. Kama haendani tutaweka kiporo. Hapo tofauti. Ili tuweze kupata nafasi ya kuichangia vizuri. Natamani nauliza swali. Elia wakati anajenga madhabahu katika Wafalme wa Pili mlango wa 18 kama sikosei, wakati anajenga ile madhabahu aliweka mawe 12, akaita kwa majina ya watoto wa Yakobo wale 12, akaweka kuni, akachora mfereji, alafu akachinja ng'ombe juu yake, kisha akasema mapipa yajazwe ya maji, akajazwa mapipa 12. Maji sina shida nayo, kuni angalau nina ufunuo, lakini ufunuo wa mawe sina. Natamani kujua mawe alimaanisha nini. Mfereji ninaelewa mfunuo wake, lakini ufunuo wa mawe na majina ya watoto wa Yakobo, hapo bado natamani nisaidiwe kidogo. Amen. Asante sana. Kwa hivyo swali lipo katika mawe ama liko kwenye namba 12? Mawe 12 pamoja na majina 12. Majina ya watoto wa Yakobo alikuwa anamaanisha nini? Amen. Sana kwa swali lako zuri hilo. Najaribisha tuweze kufungua haraka itawasaidia watu. Wafalme wa Pili nafikiri ulikuwa umesema, si ndio? Umesema ni Wafalme wa Pili 18 wa kwanza. 18. Wafalme wa kwanza. Okay. Wafalme wa kwanza 18. Left kidogo. But anyway, kwanza mstari wa 11. 31.
mstari wa 31 mpaka wangapi? Mstari wa 31 mpaka tufanye tu mpaka 35. Amen. Basi nitasoma ili watu kidogo waweze kupanda. Mimi ni kidogo na najua ninachokisema, lakini nitasoma kusaidia watu tuweze kuwa pamoja na tuweze kuchangia hili swali kwa uhalisia. Wafalme wa pili 18 amesema 31 mpaka 35. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Elia akatoa mawe 12 kwa hesabu ya kabila za wana wa Yakobo, alijiliwa na neno la Bwana na kuambiwa, jina lako litakuwa Israeli. Naye akajenga madhabahu kwa mawe hayo katika jina la Bwana, akafanya mfereji kama vipimo viwili vya mbegu ukizunguka madhabahu. Kisha akazipanga zile kuni, akamkata yule ng'ombe vipande, akaviweka juu ya kuni. Akasema, jazeni mapipa 4 maji, mkamwagie juu ya sadaka kuteketezwa na juu ya kuni. Akasema, fanyeni mara 2, wakafanya mara 2. Akasema, fanyeni mara 3, wakafanya mara 3. Na yale maji yakizunguka madhabahu yakajaza mfereji maji. Ikawa wakati akitoa dhabihu ya jioni, Elia nabii akakaribia akisema, Bwana Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Israeli, na ijulikane leo ya kuwa kwamba wewe ndio Mungu wa Israeli, na kuwa mimi ni mtumishi wako, na kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Nitapiga kidogo hapo kwa sababu najua ndio swali lipo. Unisikie Bwana, unisikie ili watu hawa wajue kwamba wewe ni Bwana, ndiwe Mungu, na kuwa wewe umegeuka moyo wa kurudie. Mmoja swali anasema kwamba katika kujenga haya madhabahu aliita 12 kwa sababu makabila anaelewa. Akasema panga mawe 12 kutokana na majina 12 ya makabila ya Israeli, ameelewa. Lakini mmoja swali anataka kusema kwamba haya mawe 12 haya yalikuwa yanazungumzia nini, ama yana maana gani kibiblia ama kuna mafahamu kikristo? Kabla sijakaribisha watu, nitakuwa nimekunukuu vizuri hapo kwamba wataka kujua nini maana, significance ya haya mawe 12. Amen. Na majina 12. Na majina 12. Tumeweza kusikia yani majina ya wana wa Yakobo. Kwa nini ametumia kwa majina ya wana wa Yakobo? Kwa kabila. Kwa kabila. Kwa kabila. Yes. Mstari wa 31 pale. Haya. Karibuni wapendwa, tujaribishe kuchangia swali hili. Ukitaka kuzungumza unabonyeza alama nyota namba 6 kutoka katika mute jina la kwanza pale ulipo. Haya mawe 12, umeelewaje? Alama ya nyota namba 6, karibu. Amen, amen, amen. Karibu mtumishi wa Mungu Sofia, kiongeza sauti kidogo. Kujibu kama nitakuwa sawa, yani nataka nijaribu. Amen, amen. Yep, nzuri wa kipindi tunajaribu. Kila kitu kiko sawa, tunajaribisha kusaidiana. Karibu. Kwanza ukiangalia Biblia kwenye swala la 12 alikuwa tu kwenye mawe, lilikuwa pia hata kwa wanafunzi 12 wa Yesu ambao aliwachagua ili aende nao kwenye utume. Lakini pia tunayaona mawe 12 kwenye maeneo tu mbalimbali. Ukiangalia hata kwenye kitabu cha Kutoka, nadhani Kutoka kama sio 23, Kutoka 24. Katika hizo vitabu ukisoma hivyo vitabu hivyo utakuta pale wanazungumzia habari za mawe. Alafu pia na vitabu vingine kadha vinaelezea habari za mawe 12. Sasa mimi kwa mtazamo wangu, na ninapokuta hata ukiingia kwenye huduma kama hizi tunazingiza prayer line, unakuta watumishi wanasema tutafanya maombi siku 12, au tutakuwa na kitu fulani siku 12, au rudia hiyo Zaburi katika hiyo hitaji lako la mtoto pengine kuwa mlevi, au la mtoto kukataa shule, au la ndoa unalopitia, au la finance, au la chochote. Nakwambia iimbe Zaburi, labda pengine imba Zaburi ya kwanza mara 12, imba asubuhi, mchana, jioni, alafu itafakari. Kwa hiyo mimi kwa mtazamo wa mimi sijui, ninaona kwamba 12 ni kama vile Mungu anajaribu kuonyesha yani utimilifu
utimilifu wake kwa yale mambo mazuri ambayo Mungu anatuwazia wanadamu. Unaona, inaweza ikawa Mungu anaonyesha uadilifu. Aidha inawezekana Mungu anajaribu kuonyesha mahusiano kati ya Mungu na watu wake. Kwa hiyo anatumia alikuwa wanatumia hivyo vitu, mawe 12, wanafunzi 12, ya kwamba ukitumia vitu 12 kuna kitu kinakamilika cha kiungu, na Mungu anajidhihirisha, Mungu anaonekana kupitia hiyo 12 kwa mtazamo wa mimi hapa. Asante. Amen. Amen. Sana mtumishi wa Mungu Mwalimu Sofia kutoka pale Florida kutuanzia vizuri kabisa swali letu hilo. Umeweza kumsikia. Karibu mtu mwingine, angalia simu yako, alama nyota nambari 6. Tunajaribisha kuchangia hapa. Amen. Karibu tena brother Allen. Yes, kama mwenyewe alivyosema hapo kwamba hata maandishi hapo kiasoma ni kwamba mawe 12 yanawakilisha kabila 12 za Israeli, na yalianza kule wanavuka mto Jordan kuingia katika nchi ya ahadi. Joshua aliweka mawe 12 kama kumbukumbu ya makabila 12 ya Israeli. Kwa hiyo mawe kama yanatumika mawe wakati wote ni makabila 12 ya Waisraeli, yani inawakilisha kila kabila bila mtu yote watu. Amen. Asante sana. Karibu mtu mwingine. Una wazo kidogo tofauti. Sofa wachangiaji wawili wameanza kurudi pale ambapo mstari ulikuwa umeanza 31 kwamba ni symbolic ya kuzungumzia yale makabila 12 ya Israeli, na tulipata mifano zaidi kwamba sehemu nyingi tu 12 imetumika katika Biblia, lakini kwenye hichi ni yale makabila 12 ya Israeli muda huo. Kuna mtu ana wazo mbadala? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu dada Josephine. Sio kama na wazo, lakini sikuelewa kwamba swali lake, kwa sababu ukisoma hiyo sura ya 31, ni huo mstari wa 31 unaonyesha kabisa wazi kwamba Elia alitoa mawe 12 kwa hesabu za kabila la wana Yakobo, yani wale 12. Sasa sijajua swali lake kwamba linaendana kinyume na hapo alipoongeza, kwa sababu kwenye paragraph imejieleza ile direct kwamba mawe 12 sawa na kabila ya wana 12 ya wana wa Yakobo. Amen. Akaendelea kusema aliyejiliwa na neno la Bwana na kuambiwa jina lako litakuwa Israeli. Sasa sijajua kama nilikuwa muulizaji swali kwamba alikuwa ni nje hii paragraph au aliuliza yani tu general. Mchungaji Mongi, labda kwa sekunde 30. Alama nyota nambari 6 *6 kwanza itakutoa katika mute. Jabisha kuwekana sawa hapo kidogo, kwamba katika mstari ule ulikuwa unafikiria kitu tofauti na explanation ya kwamba ni makabila 12 yale ya Israel, ama kwa sababu imetumika zaidi ya mara moja. Kama unazungumza upo katika mute. Wewe make sure kama bado yupo katika line. Najua Tanzania sasa hivi connection inasumbua. Kana mwana bado usiwe na bado yupo. Kama unazungumza upo katika mute, utabonyeza alama nyota namba 6. Amen. Sasa nakusikia. Amen. Unaweza kumsikia dada Josephine hapo akiuliza, je, tumekuelewa vizuri kwamba upo nje na mstari uliosomeka wa 31 ule kwamba mawele 12 ni hesabu za makabila, ama una sehemu tofauti? Karibu. Nilikuwa nataka relationship, kwa nini likatumika jiwe? Kwa nini jiwe? Ya chochote alafu inatumika majina ya wana 12. Yakobo hakuwa na wana 12 tu. Okay, maybe kwa sababu Biblia inatumia wana wa kiume. Lakini ukirudi, kwa nini wanasema mawe kwa majina ya wana 12? Ndio kataa relation ya mawe na yale majina yanamaanisha nini? Majina ya kabila 12. Ndio nikatamani kujua. Why? Kwa sababu hata ukija kurudi bado wazaliwa wa kwanza hawakuwa 12 tena.
baada ya Yusufu kwenda utumwani wakawa 13. Maana wana Yusufu, Manase na mwenzie, wakawa tena wazaliwa wa kwanza. Kwa inanichanganya hapa kwenye eneo la kabila za wana wa Yakobo ambao ni Manase na mwenzie pamoja na mawe 12. Kwa maana ipi? Kwa nini alitumia gia hiyo? Kwamba alikuwa anakomboa mioyo yao ilikuwa ya jiwe, au akiwa anatoa ile mioyo ya jiwe kwa kutumia wana majina ya zile kabila ili ile kabila lote lifunguliwe? Okay. Sasa nafikiri umesomeka vizuri zaidi kwamba kwa nini jiwe na si kitu kingine. Jiwe na maana gani? Okay. Sasa umeweza kufika vizuri. Inawezekana ndio maana muuliza swali anahitajibisha kurudi hewani sasa kuna kitu tofauti ameweza kukiona. Karibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kwa nini jiwe? Yes. Kwa mfano kupanda miti. Hapo mchungaji sasa nimemuelewa. Yeye alikuwa anataka kwa nini jiwe. Hebu kwanza tufungue Zaburi ya 18 mstari wa 2, alafu Luka nenda mstari wa 31. Na kama mwingine ataweza anaweza akafungua Petro wa kwanza. Zaburi sura ya 18. Mstari wa 2. Mstari wa 2. Hapo kidogo karibia hapo kwa mbali ngoja. Naomba mtu ambaye amepaona aweze kusoma ili tuweze kwenda naye. Amesema Zaburi 18 mstari wa 2. Kama uko tayari karibu. Zaburi 18 mstari wa 2 inasema hivi: Bwana ni jabali langu. Na boma langu na mwokozi wangu. Mungu wangu, mwamba wangu ninaye mkimbilia. Ngao yangu na pembe ya wokovu wangu na ngome yangu. Alafu kienda ule mstari wa 31, alafu nitajibu swali. Mstari wa 31 inasema, maana ni nani aliye Mungu ila Bwana? Ila Bwana ni nani aliye mwamba ila Mungu wetu? Kwa hiyo mimi hapa ninadhani Biblia, yani Biblia Mungu alikuwa anatumia mawe na sio fagio na sio majani na sio miti, kwa sababu mawe alikuwa anaonyesha nguvu ya uimara. Kwa asili ukilichukua jiwe kama jiwe la chuma na jiwe ni la chuma linakuwa la zegezege, yani linakuwa ni kitu ambacho kama madini sio madini, ni kitu ambacho ni imara. Kwa hiyo Mungu alikuwa anataka kuonyesha uimara wake kwetu sisi. Alikuwa anatufundisha tujue ya kwamba nguvu na uimara wake kwetu sisi kama Mungu, yani yeye alivyo imara, alivyo na nguvu, alivyo na uweza, alivyo na mamlaka. Kwa hiyo akajifananisha na jiwe. Mimi hapa kwa mtazamo wangu, sababu naliangalia jiwe kama jiwe. Ukitazama jiwe sio udongo, unaona jiwe kama jiwe ni kitu ambacho kigumu, imara, yani kukivunja una kazi ya ziada, kukiharibu una kazi ya ziada, lazima utumie nguvu ya tofauti. Na kwa hiyo hakuna kitu ambacho kinaweza yani Mungu hafananishwi na kitu chochote, maana ana nguvu na ni imara, anaweza kufanya mambo makubwa sababu yeye ni jabali, yeye ni ngome, yeye ni mwamba imara. Kwa hiyo tunaweza kushinda na zaidi ya kushinda, ndio maana itumia mawe. Mimi kwa mtazamo wangu nimechukia jiwe kama jiwe. Amen. Asante sana mwalimu Sofia katika hilo. Ninamwona Jana Joseph naye bonyeza simu yake tena. Sasa umeweza kupata ufafanuzi sasa. Nimepata ufafanuzi, lakini na mimi napita mule kwa dada Sofia, kwa sababu na mimi naenda kule kwamba mawe ni kitu ambacho kigumu, yani kisichoharibika. Yani unajua mawe, wote tunajua mawe ni nini. Kwa mara nyingi yani kama vile Mungu alivyo maagano yake mara nyingi yanaenda kwa mawe, kwamba alikuwa anataka kuweka ile agano imara. Ndio maana akachagua ile makabila 12. Kwa sababu ya mawe, hata ukisoma katika Yoshua 24:27 anasema mawe haya yatakuwa ushuhuda kati yenu. Kwamba yani kama kitu fulani, kama vile agano la kudumu au kitu fulani, ndio maana wametumia sana mawe. Hata pale Yakobo, kama mtakumbuka, Yakobo alipoota ile ngazi inapenda kwenda juu inarudi, akasema akachukua jiwe. Mwanzo 28:18 mpaka 22. Wanasema Yakobo alipoota ngazi alichukua ile jiwe akaita jina Betheli.
bado pia unaona akaweka jiwe. Yaani mara nyingi jiwe ni yaani ule uimara katika agano la Mungu yani. Amen. Hata Yoshua kama mtakumbuka, kama ni wasomaji wa Biblia, Yoshua pale alipokuwa anavuka pale Yordani, katika Yoshua 4 mstari wa kwanza mpaka 7 wanasema Yoshua alisimamisha mawe 12 baada ya kuvuka Yordani. Kila jiwe ni kutoka katika kabila moja. Bado pia unaona yametumika pia sehemu tofauti tofauti kuonyesha yani uimara wa ile agano la Mungu kwa ile makabila 12. Amen. Kitu kizito kisichotetereka. Asante sana. Kuna mtu mwingine labda ana wazo mbadala, anafikiria tofauti kidogo. Amen. Karibu brother Allen. Kwa nini mawe? Au mawe maana yake nini? Na mimi nafikiri kwamba sababu kwamba wakati wanavuka ule mto, mawe yameanza kutumika wakati wanavuka mto Jordan. Kitu ambacho kilikuwa ambacho kinaweza kutunza kumbukumbu au kinaweza kudumu kwa muda mrefu kilikuwa ni mawe. Yaani ni kama vile Mungu alimuuliza Musa, una nini? Kwa hiyo kama at that time kitu cha maana kilichokuwepo pale ni mawe, sio sababu ya hizo zingine hizo zote uimara, ile kwamba kitu kilichokuwa karibu ambacho angeweza kutunza kumbukumbu kilikuwa ni mawe at that time. Kwa hiyo nafikiri sababu zingine tunakuwa tuna exaggerate. Amen. Okay. All right. Amen. Sana. Karibisha mtu mwingine. Wote tumekubaliana na mawe, hapo wamesema kwamba kwa sababu ya uimara, mwingine amesema kwamba kilikuwa ndicho mbele yake akakitumia. Kuna mtu ana wazo mbadala, wazo tofauti, kwamba kwa nini mawe? Ama ina maana gani sasa kwa nini mtumie mawe? Okay? Mchungaji Mongi, naona waliopo katika line wameridhika na yale ambayo wameweza kuyasikia. Nimezungumza tu soon. Mchungaji Mangesho, karibu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nataka tu labda tukuongezea pamoja na yote yaliyoongezewa, lakini nadhani pia again ninafikiria tu kichwani kama nimekosea hapa. Zamani pia walikuwa wanapojenga altar, wanapojenga madhabahu, walikuwa wanatumia pia mawe kujengea madhabahu. Kwa hiyo ukijumlisha sababu ambayo dada Josephine amesema, dada Sofia na kaka Dini kama sijakosea imechangia hapo, nadhani pia ili kuna significance ya kwamba mawe pia yalikuwa yanatumika kutengeneza madhabahu pia. Kwa hiyo nataka tukuongezea katika points ambazo zimekwisha kuchangiwa tayari. Amen. Sana mchungaji Mangesho. Yes, alikuwa ni brother Allen yabisha kumrifaa pale. Yes, anza kwa jibu lako zuri. Haya. Sasa nirudi aliko mchungaji Mongi. Umeweza kusikia yale ambayo umeweza kusikia. Je, tumekusogeza somewhere ama tumekuvuruga? Hapana, nashukuru Mungu umenisogeza, maana nilikuwa nikitumia natamani kutumia ile eneo, lakini nikifika kwenye mawe na majina na vurugwa. Safi kabisa. Asante sana katika hilo. Haya, basi kwa handshake hiyo inanipa signal kwamba ninaweza nikaruhusu swali lingine jipya. Angalia simu yako, alama nyota nambari 6, tapata nafasi za swali. Mchungaji sema ana zaidi ya swali moja. Kabla sijamruhusu atiririki, kama kuna ambaye ana swali tofauti nimpe nafasi. Haya, hawajawasha. Haya, tuendelee swali la pili mtumishi. Amen. Swali la pili ni kwamba ni swali ambalo limenisumbua kidogo katika maisha yangu. Kabla sijaokoka nilikuwa naona makanisa mengi ya Pentecost wanakuwa wanalia sana. Sasa hivi sioni. Shida ni nini? Natamani kujua kwa nini miaka ile walikuwa wanalia mpaka nikawa naita kanisa la kulia. Unaweza naenda la chungulia tunaangalia. Na ndugu zangu, mbona wanalia? KKT wanaimba, wanacheka, wanafurahia. Lakini hao wanaimba, wakiwa wanaomba wanaanza kulia. Mbona leo kanisa halina machozi la Pentecoste? Amen. Asante sana kwa swali lako zuri hilo. Taibisha kuliweka vizuri ili ndugu zangu wa Pentecoste wasije wakanivuta shati.
Lakini mwenza swali anasema kwamba aliobserve miaka ya nyuma kipindi hicho, kuna watumishi katika kanisa hilo walikuwa wakifika muda wa kusali wanalia, wanaonekana kabisa wanalia. Lakini leo wale kanisa lile hawalii. Unafikiri kwa nini? Kuna kitu kimepungua? Kuna kitu kimebadilika? Karibu. Natamani mtumishi, mimi mwenyewe ni Pentecoste, sio kwamba sasa hivi mimi ni Pentecoste, sasa sioni, ndio maana najiuliza. Amen. Ya wanaleka hivyo kwa sababu baadhi ya maswali ambayo yamegama kwa kushika mlango wa kanisa fulani, kuna wengine wanaweza kawa offended discussion inavyokwenda. Kwa hivyo yabisha ku make sure kwamba, na asante umenitaarifu kwamba ni Pentecoste, but the whole idea ni kwamba majibu ama discussion atakayokwenda hapo iende katika namna kwamba kuna kanisa ambalo kipisha nyuma walikuwa wakisali wanalia, wanaonekana visible wanalia kama unavyosema, lakini siku hizi hao ukifika muda kusali hawalii. Je, kuna kitu kimebadilika ama ni vipi? Dada Mesa anakuwa ameshafungua line pale. Karibu. Nafikiri umeweza kuelewa swali. Hebu tuanze kulichangia. Mimi asante kaka, nimeelewa. Asante mchungaji kwa swali. Mungu akubariki sana. Mara nyingi ninavyofahamu mimi kwa uelewa na experience ya kwangu, kule kulia mara zote ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Yaani ni kwamba inakuchukua na ukiwa katika hiyo sehemu, normally it's like not yourself, kuna nguvu fulani ina take control, na katika hiyo nguvu inakuja na kule na mara nyingi unakuta inashuka hapo mara nyingi katika kunena kwa lugha, na kuna wakati ndio inaweza kuwa katika kuomba kwa kawaida. Na hiyo nguvu huwa ipo na bado ipo, kwa sababu Mungu ni yule, hajawahi kubadilika wala hatobadilika. Ninachosema kwamba labda zamani wakati ule na sasa, kwa sababu zamani watu walikuwa hawana ile control, yani watu walikuwa hawana control, afu watu walikuwa hawaoni aibu. Naona sasa hivi kidogo kumekuwa na control kiasi ambacho mtu anaona nitaonekanaje nikifanya hivi, nitaonekanaje machozi makamasi kinitoka, nitaonekanaje. Kwa hiyo unakuta watu wengi wanajizuia, watu wengi wanakuwa hawaiachili kufika pale. Hapo ndipo ambapo tunakuwa kama vile yani unajiwekea limit kwenye flow ya Roho Mtakatifu. Unakuwa mtu anajiwekea limit kwamba sasa kwa sababu kumbuka Roho Mtakatifu anapokuwepo unakuwa ndio uko katika ile hali, lakini sio kwamba ujielewe, unajielewa. Hasa mtu mwingine anaona huku nikienda mbali na makamasi na machozi, unakuta kwamba yeye mwenyewe na anasitisha. Lakini nguvu ya Mungu iko pale pale. Zamani watu walikuwa wajali, walikuwa wanamtafuta Mungu, ndio maana zamani nguvu za Mungu zilikuwa zinatumika sana, watu wanapona tu kwa sababu ile nguvu watu walikuwa naitumia kweli. Sasa hivi ni kama show off. Afu kwa sababu hiyo na mtu mwingine hataki kuonekana makamasi macha na mate yanamtoka, unakuta kwamba anaikatisha hiyo hali, ambapo pale mara nyingi ndio nguvu za Mungu zinashuka na miujiza inatendeka. Na Mungu aweze kutusamia kwa hiyo, kwa sababu sasa hivi tumekuwa much muonekano kuliko realistic, ile hali halisi inavyotakiwa iwe. Amen. Asante kwa kutuanzishia mdahalo hapa. Kuna mtu amenichomekea hapa wakati tunapoongea. Nitarudisha kwa mwingine. Ameanza kusema kwamba Yesu alikuwa hivyo zamani na muonekano Mungu ulikuwa unaonekana, lakini kwa hivi leo watu wale kwa maana kanisa lile watu kama wanajicheki hivi kidogo, sija kaonekana kwamba analia, machozi na mtiririka na kadhalika. Kwa hiyo kwa namna moja nyingine kama vile wana fake. Kuna wale wa kipindi cha nyuma ambao walikuwa nalia kwa kufeki. Kitakuwa kipengele cha pili pale. Da Sofia alikuwa ameshanigusa bega. Karibu. Amen. Naungana na kubaliana na majibu ya Mese kwa kuwa ni nguvu za Roho Mtakatifu ni sawa, lakini pia inaweza kwa mtazamo wa mimi inaweza ikawa ni sehemu ya mtu kutubia yale aliyoyatenda, yani akiwaza, akifikiri, machozi yanamtoka,
anaugua, anafadhaika, nimemtenda Mungu dhambi hii, lakini nakuja mbele zako kwa sababu wewe ni wa rehema. Au mtu anakuwa na huzuni mkali na maombolezo ya kina kwa ajili ya jambo fulani ambalo linamsumbua, pengine linamsumbua au linamsumbua jirani yake. Biblia inatuambia tuombeane sisi kwa sisi. Amebeba mzigo wa mtu, unamhuzunisha, unamfadhaisha, unaona. Kwa hiyo kulia kunaweza kukawa na pande zote mbili. Inaweza ikawa nguvu ya Roho Mtakatifu, lakini inaweza ikawa ni huzuni na maombolezo, au ikawa ni sala na toba. Mtu ameamua kwenda mbele za Mungu. Tunasema machozi ni sadaka, hasa yakitoka kwa wakati sahihi, kwa mahali sahihi na kwa tukio sahihi, yanakuwa sadaka, offering kubwa sana mbele za Mungu. Unaona? Hebu kwa tuangalie tuangalie Yeremia sura ile ya 9 mstari wa 1. Kama mtu amepata naweza kanisaidia, maana Biblia yangu kanafunga. Tutaangalia hapo Yeremia 9 mstari wa 1, nitasoma kama ilivyoandikwa. Laiti kichwa changu kingekuwa maji na macho yangu akawa chemchemi ya machozi, ili nipate kulia mchana na usiku kwa ajili yao waliouawa wa binti ya watu wangu. Yes, unaona. Yaani anaongea hivi, hayuko rohoni, lakini anasema light kichwa changu kingekuwa maji na machozi yangu kuwa chemchemi na macho yangu kuwa chemchemi ya machozi. Ina maana ana mzigo juu ya hao waliouawa. Kwa hiyo inawezekana kama nilivyosema kwamba mtu anakuwa na mzigo kwa ajili ya jirani yake, kwa ajili ya huduma, kwa ajili ya mchungaji wake, kwa ajili ya ndoa, labda watoto, pengine mtoto haeleweki na hivi. Kwa hiyo anakwenda mbele za Mungu akiwa na mzigo mzito, machozi yanamporoma. Sasa kanisa la leo, watu tumechukulia toba leo ni kama kitu cha tuombe dakika 5 alafu tunaendelea na maombi. Kwa hiyo hatuchukulii mzigo ya kwamba toba ni ibada kamili kabisa ya kuizamisha, kama vile ninavyopeleka hitaji langu la mimi nipate kazi, hitaji langu la mimi nipate uraia wa Marekani, hitaji langu la mimi nipate hiki nipate kile. Kwa hiyo unakuta tunachukulia vitu kidogo lightly, hatui deep kama ilivyokuwa kwenye Agano la Kale, ya kwamba mtu anakwenda kwa mzigo mbele za Mungu, ya kwamba Mungu namleta jirani yangu, najileta mwenyewe. Kwa hiyo inawezekana hata Roho Mtakatifu asiwepo, lakini yeye mwenyewe ameugua, amefadhaika, machozi yanamporomoka tu. Kwa hiyo baadaye Roho Mungu anamkuta ameshazama, ameshabobea, anamsupport pale alipochoka, anamsaidia kuomba kwa kuugua, anamtoa kwenye mtego. Mimi hapa nao. Amen. Asante sana Mwalimu Sofia kwa jibu lako zuri hilo. Swali ambalo tunatembea nalo kwa hivi sasa ni wa Pentecoste na kulia. Mwanzo swali lilizo kwamba zama hizo akiwa mdogo alikuwa ameshuhudia wa Pentecoste wanasali kama kawaida, lakini ukifika muda wa kusoma wa kuomba tu wote wanalia. Lakini leo hii huko kulia hakupo hivyo, at least not noticeable. Kwa nini? Kuna nini kimetokea hapo? Kuna kitu badilika? Alama nyota nambari 6 itakutoa katika mute jina la kwanza pale ulipo, and then utaingia hewani. Amen. Nimemsikia Bibi Favor, nitakuja kwako New Jersey baada ya hapo. Bibi Favor, karibu. Nashukuru kwa ukaribisho, nashukuru aliyeuliza swali. Mpaka sasa hivi kanisa ambalo lina nguvu za Mungu wanalia, wanabubujika. Ni Roho Mtakatifu anashuka. Wala sio kusema sijui mtu ana dhambi wala nini. Kanisa ambalo nguvu za Mungu ziko pale mpaka sasa hivi. Kanisa linaomba, wanabubujika, wanaliota, yani hawaelewani kabisa. Naona mpaka sasa hivi wako ambao kanisa ambalo lina nguvu za Mungu wapo kabisa, wanabubujika, wananena, Roho Mtakatifu anashuka, nguvu za Mungu zinashuka, na Roho wa Mungu anasema na kanisa lake. Mungu awabariki. Amen. Sasa nibaki na wewe hapo. Hilo ulichosema tunakubaliana na wewe, lakini mwanzo swali anasema kwamba kwa nini wale wa Pentecoste leo hawali? Je? Thank you. Nguvu ya Mungu haibubujiki hapo. Sasa wanaolia
Anasema kwamba zama hizo alikuwa kila akiingia kanisa Pentecost anaona watu wanalia. Siku hizi ule muda wa kusali, siku hizi anasema hawalii kama kipindi hicho. Unasemaje? Kwa nini hawalii kama kipindi hicho? Wale wa Pentecost, sio wengine, wale wa Pentecost, kwa sababu walikuwa wanaonekana wanafanya hicho kitu kinatokea. Ukifika tu muda wa kusali wanalia. Lakini siku hizi hawalii hivyo. Nguvu ya Mungu imepungua. Unajua mimi sijui nisemeje. Mimi kwa kweli Roho Mtakatifu, halafu nimesikia mwingine anasema wengine wanaona aibu kububujika, kulia. Hicho ni kitu mimi sikubaliani nacho. Roho Mtakatifu akishuka huwezi kuzuia. Kwanza huwezi kujua kinachoendelea. Roho Mtakatifu, kama unaomba kweli Roho Mtakatifu ameshuka, huwezi kusikia sijui nani anasema nani, sijui huwezi kumsikia mtu. Huwezi kabisa kumsikia mtu. Nguvu za Mungu kama zimeshuka huwezi kusikia sijui nani atakusema sijui nani. Hivyo vitu huwezi kuvisikia. Ninachoamini kweli kanisa kama la Mungu lina nguvu za Mungu. Mimi naamini mpaka sasa hivi wanaomba, wanalia, wanabubujika. Ukiona hilo kanisa aliombi kuna shida. Kama wabubujiki kuna shida, wamekengeuka. Amen. Hello, Bwana. Amen. Nitakuja kwenu na watambua 206 record nitaanza kwako, lakini kabla hapo dada Olivia alikuwa yuko tayari na nianza na yeye, alinivumilia pale. Then nitakuja kwa 206. Dada Olivia, discussion hapa ni pale. Kwa nini wa Pentecost wa leo hawalii ukishafika ule muda kusali kama ilivyokuwa zamani? Ndio swali lipo hapo. Kama uko tayari karibu. Mimi ninavyojua hakuna mtu anayetoka nyumbani anaenda kanisani anasema leo mimi naenda kulia. Hapana. Ni vile nguvu za Mungu zitakavyoshuka mahali pale na wewe mwenyewe ukajiachilia, ukazama katika yale maombi, kadiri Roho wa Mungu atakavyokuongoza ndicho utakachokifanya. Kwa hiyo kama sasa hivi awali naungana na wenzangu, inawezekana zile nguvu za Mungu zimepungua katika nyumba za ibada. Inawezekana kitu cha namna hiyo. Kwa sababu kama kweli umezama, huwezi kujizuia. Roho Mtakatifu akishuka anashuka na nguvu zake zote. Unaona? Haijalishi unachokiombea, iwe ni huzuni, iwe ni dhambi, yani chochote. Lakini kadiri Roho wa Mungu anavyokuelekeza kufanya kwa muda ule, kwanza unakuwa ni wewe mwenyewe na Mungu wako, wala huyu aliyeko pembeni yako unakuwa kwanza umuoni wala umsikia, hata angekuwa anapaza sauti namna gani. Unakuwa ni wewe mwenyewe. Unaona? Kwa hiyo mimi naweza kusema labda nguvu za Mungu zimepungua kwenye ibada. Mungu mwenyewe ndiye anajua, ndio maana labda katika wa Pentecoste, kwa sababu pia wa Pentecoste sasa hivi umeyeyushwa sana kusema ukweli. Ile Bwana Yesu asifiwe imebaki ni salamu tu ya kawaida. Unaweza ukasema ni nyumba ya Pentecoste, lakini deep inside si hata Pentecoste haupo. Amen. Asante sana Mwalimu Olivia kwa jibu lako hilo. Sasa nakuja pale mwenzangu wa 206 Air Code. Kwanza jitambulishe kwa jina la kwanza pale ulipo, then karibu. Mdahalo wapo unasema kwamba Pentecost wa zamani walikuwa wanasali kama kawaida, ukifika muda kusali wanaanza kulia. Vitu vingine viko sawa, lakini siku hizi mweza swali amesema notice, na bahati zile mwenyewe ni Pentecost, notice ukifika muda wa kusali watu hawalii kama zamani. Kimetokeaje hapo? Karibu. Jina la kwanza pale ulipo, mwenye area code 206. Upo hewani, karibu. Line yako inamulika, sauti yako haifiki. Karibu, jitahidi kuongea.
Bwana Yesu asifiwe. Anajikusanya, ngoja mimi niongeze kitu kidogo hapo. Sasa tabiru nivumilie kwa sababu alikuwa anafuata brother Allen. Okay. Nivumilie. Naona 26 haiko tayari, labda kuna walakini kidogo katika line. Brother Allen, then Sofia atakuja. Bwana asifiwe. Amen. Mimi kwa mtazamo wangu ni kwamba enzi zile za kina Moses Flora, kina Daniel Modi, kina nani, mahubiri alikuwa kwamba mwenye dhambi mikononi mwa Mungu mwenye hasira. Kwa hiyo kama unakuwa unadili na dhambi, lazima utalia kwamba unazijutia dhambi zako. Na ndio ilipokuwa kwa kina Nehemia walivorudi pale, walivosomewa nani, watu wakaanza kulia. Hadi Nehemia anakuambia kwamba sio siku ya kulia, kwa sababu walisomewa wakajiona dhambi zao, wanalia kwa ajili ya dhambi zao. Sasa hivi unaenda kanisani unaambia kwamba pokea wewe kulia, pokea nyumba, pokea gari. Hakuna sababu ya kulia katika kitu kama hicho. Lakini ukija kama ukijifikiria wewe mwenye dhambi, kile kitu kinakuliza kwamba na ukaribia moto na ukaribia moto, Mungu atanichoma. Hivyo vitu vyote lazima vinakuliza. Lakini sasa hivi utaambia kwamba pokea muujiza wako, yaani unapokea muujiza unalia, inakuwa make sense. Amen. Amen. Asante sana brother Allen kwa changizo lako zuri kabisa hilo. Sasa niingie Florida. Mwalimu Sofia, nashukuru kwa uvumilivu, karibu endelea. Amina kaka Jeli, Mungu akubariki sana. Nakubaliana na majibu yote ni mazuri, lakini naungana kabisa na kaka Allen ya kwamba yani wazee wetu waliotutangulia kwenye Injili wakina Klola, bado tuna watu ambao tuna ushuhuda kwenye Agano Jipya ambao sisi tunaliishi leo la neema. Sio tu mifano ya kina Ibrahimu, mifano sijui ya kina Joshua, bado tuna wazee ambao sisi tumekuta kwenye Injili wametangulia, kina Moses Klola, kina nani. Tunaona wao walikuwa wanahubiri kama alivyosema Injili za toba. Ni swali langu linakuja hivi, kwa muda wako msamda umeenda, tutakwenda kuangalia Luka 19 mstari wa 41 mpaka 44. Pale Yesu alipoiangalia Yerusalemu alililia. Alikuwa yuko kwenye ibada, amejazwa nguvu za Roho Mtakatifu? Hatuoni hilo. Lakini aliulilia mji. Kwa nini aliulilia? Alikuwa anaona mji unaenda kuangamia, mji una maasi, mji una uovu. Akapata uchungu, akalia. Na ndipo tunatakiwa tutembee hivyo. Yaani ukiangalia tu Marekani unaona kabisa Marekani inaenda kuangamia. Mungu na Roho Mtakatifu anakukuta huko wakati umeshaugua kwa ajili ya mji, kwa ajili ya mtaa, kwa ajili ya familia, kwa ajili ya pasta wako, kwa ajili ya kazi ya Mungu. Sasa kanisa la leo, kwa sababu tumekuwa tu watu kwenda kanisani kama tumeshageuza kanisa ni sehemu ya hospitali, kituo cha kutibiwa, yani hatuendi kanisani kukutana na Mungu ili anitoe mimi kwenye shida yako, kwenye uovu ambao pengine mimi umenisikilia kama nguo. Unaona, Mungu anitoe hapo kwenye roho ya masengenyo ambayo imeningangania kama kiatu asubuhi ninapotoka ninapoamka. Mungu anitoe kwenye hili ambalo mimi yani linakula, yani linanikula. Kwa hiyo kulia kupo sio tu kwa sababu ya nguvu imeshuka, lakini jinsi unavyoangalia vitu katika roho, unaona kabisa hii familia, huyu mtumishi au huyu anakwenda kuanga. Sasa leo hii mimi nikiona tu tatizo kwenye roho, labda pengine nitolee mfano mtumishi wa Mungu sababu upo kwenye nani samani kwa kutolea mfano. Nimeona tatizo kwenye ulimwengu wa roho, mtumishi wa Mungu Jeli anakwenda kuangamia. Mimi ndo kwanza naanza kupiga simu, nimeona. Sasa unafikiri hiyo nguvu ya Mungu itashukaje? Au nitaliaje wakati nafurahia Jeli aingie kwenye maangamizo? Wakati nafurahia kumuingiza mchungaji wangu kwenye maangamizo? Wakati nafurahia kumuona mpendwa mwingine anaangamia, utanitaliaje? Na Roho Mtakatifu, Mungu ni roho, anaangalia roho, atashukaje kwenye hiyo roho ambayo tayari imeshajaa uasi mkubwa kiasi hicho? Unaona? Kwa hiyo mimi nataka niseme ya kwamba ndio kulia kupo. Inawezekana kwenye ibada kweli umeenda, roho Mungu ameshuka amekuvuvia, umelia, lakini pia unaweza ukalia kwa kuangalia mji, kuangalia familia, kuangalia maisha yanavyoendelea, kuangalia vitu vilivyokaa kwenye roho vinakufanya unapata mzigo, unapata maumivu. Na ndio maana sasa makanisani tuna ma-intercessors. Sasa tuna intervene hayo maumivu ya watu. Mungu awabariki. Amen. Asante sana. Wow, na muda nao umenishika bega. Mchungaji wangu Nancy Emil Mongi.
tumekusogeza pazuri ama tumekuondoa katika mtaro? Kwa kweli namtukuza Mungu. Nimepokea majibu mazuri. Naomba Mungu anihekimishe jinsi ya kuwasaidia watu. Kwa sababu kuna mtu unamwona kabisa message inamgonga, lakini nguvu ya kuomba anakosa, akiwaza wataniangalia mimi. Unaelewa, nilikuwa napata maswali mengi sina kumuuliza. Kwa kweli Mungu awabariki wote waliochangia point. Kwa sababu mimi pia huwa napenda nikihubiri, cha kwanza lazima tutembee katika neno, hata kama ni la baraka. Na ipataje nijikague kwanza. Wanapenda. Kuna siku utaona watu wanarindima sana. Kuna siku unaona anaanza anasikia, naona kama anakuwa anasikiza mwenzie, anakosa nguvu. Na nauliza, kanisa machozi yameenda wapi? Hata kusema tuombe kwa ajili ya nchi, tulie kwa ajili ya vijana, wamama wana machozi, hawana nguvu. Sasa ilikuwa inaniumiza, lakini nimegundua kwamba shida bado tuko kwenye hali ya ukawaida. Maybe muda, maybe naogopa nguo kuchafuka, mitazamo na akili zetu. Kwa hiyo tutaendelea kuliombea kwa mzigo ili watu warudi kwenye connection. Amen. Asante sana, na kwa agano hilo basi ninalazimika kuweka nukta kwa sababu ya time imetushika kwa siku ya leo. Na washukuru wote ambao tumeweza kuwa pamoja mwanzo mpaka mwisho, na nitakuja kutoka baadaye mwisho wa kipindi. Lakini kwa hivi sasa basi, kwa mara ya kwanza kabla sijamkaribisha mchungaji kiongozi wa makanisa moja Dr. Absalom Nasua, huwa tunakuwa na declaration yetu ile ya outreach kwa mwezi huu wa 10. Kwa hivyo nitakaribisha kwanza kiongozi wa outreach utuongozi katika declaration, and then nitamkaribisha mchungaji kiongozi kwa neno lake, na ataturisha kipindi kwa sala ya jioni. Outreach Ministry, karibu kwa declaration yetu. Amen. Mungu akubariki sana kaka Jeli, asante. Basi tunakwenda kwenye declaration. Tunasimama na kitabu kile cha Isaya sura ya 32 na mstari ule wa 18. Neno la Mungu linasema hivi: na watu wangu watakaa katika kao la imani, na katika maskani zilizo salama, na katika mahali pa kupumzikia penye utulivu. Tunakwenda kupinga roho za mauaji ya silaha katika shule za Marekani zote, toka kindergarten mpaka vyuo vikuu huko. Tunapinga mahali popote ambapo watoto wanakutana, wanakusanyika, sababu mpango wa adui kushambulia watoto, lakini kwenye state yako, kwenye yako, na hata mtaa unaoishi, na Bwana atakubariki sana. Basi tuende mbele za Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunakuja mbele zako Bwana, tunasambaratisha roho za mauaji ya silaha katika nchi ya Marekani, katika state yangu ya Florida, katika community yangu, na katika familia yangu. Tunapoishi Baba, tunaielea mama na Isaya 32:18 ambayo umesema watu watakaa katika makao ya amani, katika maskani salama na mazingira mazuri. Kwa jina la Yesu, Baba, tunapokea mashuleni, kutakuwa makao ya amani mashuleni, yatakuwa maskani salama na mazingira yatakuwa ni matulivu mashuleni. Kwa jina la Yesu Baba, tunasema asante. Amen. Mungu awabariki sana. Karibu mtumishi wa Mungu kaka Jeli. Amen. Sana mtumishi wa Mungu Mwalimu Sofia kutongoza katika declaration yetu ya outreach. Mwalimu Sofia ndio katibu wetu wa ministry ile ya outreach. Sasa nimkaribishe kwa mara kwanza kwa siku ya leo mtumishi wa Mungu mchungaji kiongozi wa makanisa moja Reverend Dr. Absalom Nasua. Atatoa nasaha zake, and then ataturisha kipindi kwa sala jioni, na kama kuna tangazo lolote basi atapata nafasi ya kufanya hivyo. Mtumishi wa Mungu Reverend Dr. Nasua, karibu. Amen. Asante sana mtumishi wa Mungu Brother Jerry. Kabla sijalishukuru dawati zima la Bible study, labda nitatoa mchango kwenye maeneo mawili pengine au moja. La kwanza ni kwenye swali alilouliza dada Olivia juu ya mcha Mungu na mtu aliokoka, na michango iliyotoka ilikuwa sahihi, lakini cha kuongezea tu pale ni kwamba mcha Mungu sio mtu aliokoka. Kuokoka ni lazima kuamini kazi alifanya Yesu pale msalabani. Isipokuwa
unapokuwa umeokoka, wewe lazima uwe mcha Mungu. Maana yake lazima utende matendo mema. Isipokuwa mcha Mungu kama mcha Mungu, yeye hajaokoka. Isipokuwa mtu aliyeokoka, tunategemea atakuwa mcha Mungu, kwa maana kwamba atatenda matendo mema. Hilo jambo la kuchangia. La pili, kuhusiana na Roho Mtakatifu. Asante sana. Tuliambiwa kwenye Matendo 1:8 Roho Mtakatifu atakapokuja atafanya kitu gani? Tuliambiwa Roho Mtakatifu atakapokuja atatufanya kuwa mashahidi kuanzia Yerusalemu kwenda mpaka mwisho wa dunia. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anaposhuka, kitu kikubwa kinachozaliwa ndani yako ni kiu ya kufanya kazi ya Mungu. Kulia au kugaragaza chini sio indication na kwamba umepokea Roho Mtakatifu. Watu walipopokea Roho Mtakatifu, mara moja kazi ya kufanya kazi ya Injili iliendelea. Ni nguvu ambayo iliwezesha kufanya kazi ya Mungu. Ndio maana kila mahali utakuta watu walipojazwa Roho Mtakatifu walifanya kazi ya Mungu. Lydia alipojazwa Roho Mtakatifu kwenye nyumba yake, akaanzisha kanisa pale. Kila mahali Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya kazi. Sasa ukiwa kuna mpango wa kufanya kazi ya Mungu, umeshasema tayari mimi schedule yangu imejaa, niko busy 24/7, sina mpango wa kufanya kazi ya Mungu, hata kama utasema umeokoka, hiyo nguvu utaisikia kwa watu. Ndio sasa walifanya utafiti hapa Marekani, 70% ya wachungaji wa makanisa ya kiroho, 70% wanaamini juu ya kunena kwa lugha, wanaamini juu ya nguvu ya Roho Mtakatifu, lakini hawaneni kwa lugha. 70%, so 10 wala 20. Kwa swala lililouliza pastor ni sahihi kabisa. Lazima kabisa mtu kama mtu uwe na kiu ya kufanya kazi ya Mungu. Kisha kwa na kiu, Roho Mtakatifu anakuja kukuempower wewe uweze kuifanya kazi ya Mungu. Roho Mtakatifu sio wa show off, labda nimejaza Roho Mtakatifu na tembea hapa jamani, na Roho Mtakatifu nimejaza. Hapana, Roho Mtakatifu ni wa kazi. Kwa hiyo ukiwa na kiu ya kufanya kazi ya Mungu, Roho Mtakatifu anashuka tu, hata kama kanisa zima halijafanya hiyo kitu. Kwa mara nyingine tukiona kanisa zima watu wameanguka chini wanalia, tunaona labda ndio Roho Mtakatifu ameshuka. Roho Mtakatifu anashuka hata kwa mtu mmoja, kwa sababu ni mtu mwenye kiu ya kufanya kazi ya Mungu. Roho Mtakatifu anashuka mara moja, na ashuki tu kwenye ibada, anashuka masaa yote, unatembea naye huko, unafanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo niwaambie kabisa, tukitaka kushuhudia nguvu za Roho Mtakatifu, tuwe na kiu ya kufanya kazi ya Mungu. Lakini brother Alan alichangia pale, ukiwa unaambiwa pokea, hauwezi kupokea hivyo ukaona nguvu ya Mungu inashuka. Kwa hiyo lazima tuangalie hivyo, na nimekuwa nikifundisha juu ya kukomaa kwa mtu aliokoka, kukomaa kwa Mkristo. Fuatilia na mafundisho yangu, yanaweza kukusaidia. Na mwisho nilishukuru dawati zima la Bible Study chini ya Priska Mungai Mshana, Jerry Mkoni, Kelda Biabato, Jimmy Msemo na Alan kwa kazi kubwa na nzuri mnaifanya. Mungu awabariki sana sana. Amen, amen, amen. Baada hapo nitoe baraka za Bwana. Mungu tunayemtumikia kwa nguvu, upendo na uaminifu, yeye ambaye ahadi zake ni kweli na amini siku zote, zimepitiwa na kuhakikishwa, awalinde, awatunze na afanikishe katika kila tendo jema, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Asante sana mtumishi wa Mungu, mchungaji kiongozi wa makanisa yetu ya Umoja, Reverend Dr. Absalom Nasua, kwa nasaha zako na kutuarisha kipindi kwa sala ya jioni. Dawati nachukua nafasi kuwashukuru wote kabisa ambao tulikuwa pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ikiwa ni kipindi cha 10 mwaka huu cha maswali na majibu kwa dakika 90. Kwa kweli tumeweza kujifunza mengi, tumeweza kuchangia mengi, na nashukuru wote. Kabla sijarudi kwa wale ambao wapata nafasi kwa siku ya leo, basi kumbuka kama
every time kuna kipindi cha mwisho wa mwezi huku Bible study cha maswali na majibu, basi ndugu zetu wa prayer line nao wanakuwa na kipindi chao cha mwisho wa mwezi, kile cha mkesha. Itakuwa ni kesho kama kawaida. Angalia WhatsApp group yako, utapata invitation ile. Jipange tuweze kuwa pamoja katika mkesha wa kufunga mwezi. Dawati nachukua nafasi kuwashukuru sana wale wapata nafasi kuchangia kwa siku ya leo. Tulikuwa tuna mada 4 kubwa. Tupata watekenya mada 13 katika discussion 29. Dada Olivia Andrews kwa changizo ama swali mara 2 kwa siku ya leo. Bibi Favor mara 2 kwa siku ya leo. Dada Josephine Kuyangana pale Houston mara 5 kwa siku ya leo. Mchungaji Nancy Moshi kutoka Tanzania machangizo maswali 4 jumla kwa siku ya leo. Sister Mercy wala Zara pale Connecticut machangizo 2. Mke wangu Nisa niko changizo 1 kwa siku ya leo. Dada Maria pale Georgia kwa swali 1 kwa siku ya leo. Mchungaji Mangesho mara 3 kwa siku ya leo. Dada yangu Margaret by BC mara 1. Mwalimu Sofia Waliwoga Florida pale machangizo 3 kwa siku ya leo. Brother Allen Mvuru kiongozi mwenzangu katika dawati hili machangizo 4 kwa siku ya leo. Ulipata nafasi kumsikia vile of course Reverend Dr. Nasua naye akiweka mchango wake wa maswali kwa siku ya leo. Tunashukuru wote. Naam, kuisha kipindi hiki basi ni mwelezo vipindi vingine vinavyojia kwa Chanda Makanisa Umoja. Kama unataka kuingia katika kipindi kingine cha maswali na majibu kama hii kwa dakika 90, angalia kalenda yako. Tutakuwa 27 ya mwezi wa 11, 27 kwa huku Marekani, 28 nyumbani kule East Africa. Otherwise prayer kwa hewani kama kawaida asubuhi saa 12 katika namba yetu ile ya prayer. Kumbuka basi usubscribe katika channel yetu ya YouTube inaitwa Umoja Church Bible Study, na kwa wakati wako basi tafadhali kumbuka kuiombea nchi yetu Tanzania katika yale ambayo tumesikia na tunayaona yakiendelea kutokana na uchaguzi uliofanyika mwaka huu. Dawati halina taarifa rasmi za wale ambao inawezekana kupoteza maisha yao, lakini katika mitandao ya kijamii tumeweza kuona machafuko ambayo yalikuwa yameendelea kwa siku hizi 2, na tuombea amani na vile vile chaguo la Mungu liweze kuonekana na tuweze kuwa peaceful kama tulivyokuwa zamani katika nchi yetu ile ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa niaba ya wenzangu wote wa dawati hili la Bible Study, Dada Priska Mugaya Mshana kwa siku ya leo yupo kidogo mapumziko. Dada Hilda Atukari naye hayupo. Brother Jimmy Msemo, Brother Allen Furu yupo na mimi kwa siku ya leo. Na Yesu Jerry Mkonyo. Tunatakia wote amani ya Bwana. Tukutane tena katika vipindi vyetu vijavyo. Amen. 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 Amen.